Soon nitakuwa back Instagram inshallah, lakini for now naombeni wa Tanzania stay focused. Happy New Year, nawapenda, naomba tuendelee kupigana na naomba niwaambie tutashinda. Hii nawahakikishia tutashinda. Samia atatoka, hii serikali itatoka, tutaipata katiba mpya, tutarudia uchaguzi huu na kura zetu zitahesabika. Watanzania tutaweza kuchagua serikali tunayoitaka, tutaweza kuchagua wabunge, rais, chama tunachokitaka. Watanzania tutaweza kuchagua viongozi wetu. Hatutashikiliwa kwa mtutu wa bunduki tena, hatutaonewa tena, tutashinda. Let's stay focused and let's keep fighting. Hii ni video ambayo ilikuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada Mange Kimambi akiwatakia heri ya mwaka mpya wa Tanzania. Sasa kwenye mtandao wa kijamii wa X aliandika hivi: Happy New Year Tanzania 2026 ni mwaka wa kufocus kupambania haki ambazo wenzetu waliuawa wakipigania. Mwaka wa 2026 sio mwaka wa kufanya maridhiano na wauaji walioua ndugu zetu na bado wanatushikilia na mtutu wa bunduki. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa kudai katiba mpya na uchaguzi mpya, si mwaka wa kufanya maridhiano na wezi wa uchaguzi. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa Tanzania wote kustay focused ili tupiganie haki na sio mwaka wa kurudi tena kwenye upuuzi wa kutekwa akili na kiki na upuuzi wa wasanii. Play stay focused. Tukisharudi kwenye umbea wa wasanii, basi tumekubali kushikwa akili na Samia na genge lake la wauaji. Stay focused. Sasa kwenye video hii Mange Kimambi ameongea kuhusu vitu vingi ambavyo vinawakumba wa Tanzania, lakini kubwa zaidi ni ile hali ya Mange Kimambi kurudi kwenye mtandao wa Instagram. Ikumbukwe ya kuwa Mange alikuwa mfuasi mkubwa sana kwenye mtandao wa Instagram, Facebook na hata WhatsApp. Sasa pale ndo alikuwa anapakua vitu vingi ambavyo alikuwa anajihisi ya kuwa vinawafaa wa Tanzania, na hata kuna baadhi ya Watanzania ambao walikuwa wanamtumia jumbe tofauti za vitu ambavyo vinafanyika nchini humo kwa kutumia WhatsApp, Instagram na vile Facebook. Sasa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania maarufu kama TCRA ilituma malalamishi kwa kampuni mama ya Facebook, WhatsApp na Instagram ambayo inajulikana kama Meta, na ndio kwa maana Mange alifungiwa. Sasa Mange alifungiwa ndio na akapigwa tofali kutotumia mtandao wa Instagram, na amekuwa akituma jumbe tofauti kwenye mtandao wa X. Anaongea na kampuni mama ya Facebook, WhatsApp na Instagram akiwaambia kuwa bana, nyinyi mlinitoa kwenye mtandao wenu katika ile hali ambayo sio halali. Sasa Mange ameweka wazi na kusema kuwa yeye anarudi kwenye mtandao wa Instagram very soon. So inamaanisha kuwa vile vikorombwezo vyote vya Mange Kimambi tutakuwa tunavipata pasi na woga. Sasa sijui ni pembejeo zipi ambazo Mange ameweka kuhakikisha kuwa amerudi kwenye mtandao wa Instagram, kwa maana ile hali ya yeye kurudi inamaanisha kuwa bado atakuwa anaipa tumbo joto serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, na najua hata TCRA bado itaongea na kampuni mama ya Instagram, WhatsApp na Facebook kuhakikisha kuwa bado wamemfungia Mange Kimambi, lakini yeye na ameweka imani akasema kuwa very soon, yani hivi karibuni, anarudi kwenye mtandao wa Instagram. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, like na vile kushare. Samia leo anaongelea 2026 kuanzisha tume ya maridhiano. Tume ya maridhiano mpaka leo